Kwa majina yangu naitwa Maria Adeket. Mimi ni civic educator Olmoran Ward. Na niko based katika hapa Olmoran. So kama civic educator nimekuwa nikifunza katika vikundi overview of the constitution, ambayo ni katiba yetu ya Kenya, ambayo kila mtu anafaa kujua haki zake na ile kitu anafaa kufanya. Kwa majina ni Wainaina Maina Joel, ni mwenyekiti wa PTA Olmoran Primary School, na tumekuwa hapa na changamoto kadhaa kuhusu hii shule. Olmoran hii yetu tukapata Caritas ikaingilia kati. Ilipoingilia kati wakaanza kutuelimisha kuhusu haki yetu. Kwa hivyo wametufundisha mambo mengi kuhusu haki yetu, na tumeona ya kwamba tumeenda hatua moja baada nyingine. Tulipoungana pamoja, tulikuja kwa conclusion ya kwamba tutapata ni jambo gani tungehitaji tupate kufanywa kwa wakati ambao unafaa. Kwa hivyo tukaona ya kwamba katika hii shule ya walemavu tuliona ya kwamba kuna wako watoto wengi. Kwa hivyo shule kuu ambao ni Olmoran iko na shamba, ikapata kuwagawia hawa watu wa special shamba. Kwa majina ni Tabitha Wangui Kenywa, representative wa PWD kutoka maeneo ya Olmoran, na ninashukuru sana kwa kupewa fursa hii ili niongee kuhusu watu wanaoishi na ulemavu. Kuna wale watu walikuja hapa wakatufundisha, wanaitwa Caritas, na walitufunza mafunzo ya kujua vile tunaweza score maneno ya vikundi ya vitu ama ile rights tunahitaji, na wakatusomesha na wametutoa bali. Kama wangeendelea hata wao wapewe nafasi ili waendelee kutuelimisha kwa hayo masomo, ili watu wajue mahali wanastahili kuwa ama kukaa, ni vizuri sana. Kuna hawa watoto ambao wako katika maeneo yetu hapa Olmoran Special, mara mingi huwa wanachangiwa chakula ya kukula. Na unajua mtoto huyu anastahili kukula kama watoto wale wengine, ako na haki pia. Kwa hivyo hata kama tunaweza pata hata Werowisha pia atupeka gunia moja bili ya mahidi, tutaweza shukuru. Tuko na caretaker moja katika Olmoran Special, na hao watoto vile na waona ni wengi kuliko huyu mfanyakazi moja, na yeye pia hata yule mwenye yako ningeomba hata yeye awe considered, awekwe ndani kwa serikali ama PNP, ndio wakati anafanya kazi hata yajisikie kama wafanyikazi wengine, na pia aongezewe mfanyikazi mwingine ili wafanye kazi pamoja. Kwa majina naitwa Gladys Mwai. Mimi ni caregiver wa hii shule ya Special Olmoran, ambayo ilianzisha mwaka wa 2013 ikiwa na challenges mingi sana. Ni kwa sababu wakati ilikuwa inajengwa, watoto walikuwa na shida sana, ambao walio na ulemavu kuwekwa manyumbani, hawapati mahali pa kuenda, na kwa hivyo serikali ikaona ni vizuri tuwe na kiwanja cha special, na ikaanzisha na nyumba hii moja ambayo ilijengwa na CDF. Wakati Caritas walikuja ground, tumeweza kupata masomo, tukawa na scorecards, tukaomba walimu, na tunashukuru ni kwa sababu wameweza kutupatia walimu wawili ambapo wanashughulikia hawa watoto, na wabarikiwe. Hii shule imetoka bali ni kwa sababu mwanzo kabisa haikuwa registered, haikuwa na mwalimu mkuu, ilikuwa na walimu wawili na caregiver mmoja. Hatua imepigwa ya kwamba imepata head teacher, imekuwa registered, kwa hivyo inajulikana kwa serikali. Na katika hayo mambo, mwalimu mkuu alipata nafasi ya kuomba madarasa, na tunashukuru serikali ni kwa sababu kwa upande wa North tumeweza kujengewa madarasa mawili ambapo inaweza kuwashikilia wale watoto, madarasa ambayo ni smart wakiwa ndani. Challenges ambazo tuko nazo kwa hivi sasa ni kwamba tuko na ground ya ekari 5 ambayo haijaweza kupatiwa boundaries. Kwa hivyo
tunahitaji boundary ili special iweze kudumu na kukaa mahali ambapo inafaa. Tukiangalia special cases kama hii yetu ya Olmoran, ni heri ukose masomo lakini chakula ipatikane kwa hao watoto, kwa sababu lishe bora ni ya maana sana kwa wale ambao watoto wako na ulemavu. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba, tunashukuru, nimesema ya kwamba serikali kupitia chief wameweza kutupatia gunia ya mahindi na ya maharagwe ile wanatumia saa hizi. Kwa hivyo tungeomba kwa wafadhili wale ambao wanaweza kutusaidia na chakula ili hawa watoto wawe na afya, kwa sababu tukiangalia manyumbani zao, wengi wao ni wale ambao wako chini sana kwa familia zao, wengine hawapati lishe bora, lakini wakikuja wanatamani kuwa shule na hawawezi, ili wakaweze kuyapata yale malezi bora. I'm Mr. Moses, the teacher here in Olmoran Special, handling the mentally challenged learners. First, there are a number of factors that I would like to talk about, address. Here, the challenges we are facing as a school. One is the issue of capitation in this school. We have no capitation to facilitate our learning, to facilitate the feeding program within. Number two, we have no manipulative things that we can use to help our learners improve their cognitive handlings. For example, those playing devices, not devices, but the outdoor activities, especially when they're outside. In most cases, they have nothing to use. Number three, for those learners who are commuting, the mentally challenged learners we have in our area, they commute from home to school. And sometimes parents find it difficult to have their learners be in school. For example, like having a learner, you want to bring your learner from home to school, it is a matter of time. Like maybe you have to compress your time, know when you have to go back and start working at your home. You also need to look at the time before you leave your home and reorganize your learner to have it in school on time. Simply that one indicates the issue of boarding facility can play a significant role within this school. If the boarding facility could be installed in our school, then it will be efficient and it will improve the learning process within our school. If those learners maybe are here, then it becomes easier for even teachers to follow up, to see and even categorize them, because these learners are of different categories. We have the mentally challenged, and they are even in 4 categories. There are those who are severe, mild, moderate, and there are those ones that you need to identify and integrate them with other learners so that they can learn from their peer. You know, reaching our learners with disability back on their places, in their homes. There are those ones who have not yet been reached. And if there is a means of facilitating the parties in charge to have those learners brought here to school so that they can be catered, they can be assisted. Because what we know about these learners with disability, a parent may see nothing to give back to society to that learner. Maybe an expectation, you know, for that learner to be at school is like an investment. But sometimes they find there is, for that learner who has a disability, there's also that ability in that learner. You never know. What we do as teachers here and the facilitators is to give that field of that learner to choose where his ability can. Thank you.